Naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Elisa Mugisha. Ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mwanza. Kwanza tunapenda kuwapongeza na kuwashukuru wananchi wa Mwanza kwa kuzingatia kinga na tahadhari zote za moto. Tumekuwa sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kama ilivyo sehemu ya kazi yetu kuhakikisha maeneo yote tunaweka kinga na tahadhari za moto pamoja na maokozi kwa kutoa elimu mbalimbali kwenye jamii na kupitia vyombo vya habari na sehemu mbalimbali kuhakikisha kwamba haya majanga hayatokei. Lengo letu kubwa ni kuzuia majanga ya moto na maokozi yasitokee. Na endapo yanatokea basi tuyadhibiti pale pale yanapokuwa madogo ili tuweze kuhakikisha kwamba hatupotezi maisha na mali za watu. Lakini pamoja na hayo, kuna baadhi ya watu ambao kwa hiyo non compliance wamekuwa wakifikishwa kwenye vyombo vya sheria. Kwao tunao baadhi ya watu ambao tayari tumeshafikisha kwenye vyombo vya sheria. Yaani tumepeleka mahakamani kwa kushindwa kutimiza matakwa ya sheria Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa hiyo tunao watumiwa kama 47 mpaka sasa hivi, lakini kwa kesi ambazo tayari ziko kwenye ngazi ya mahakama ni kesi 5. Na katika hizo 5 mtumiwa mmoja tayari ameshahukumiwa jana tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2025. Na makosa yanayowapelekea watu mahakamani, ningependa wananchi wote na umma kwa ujumla wajue ni makosa ya non compliance, yani kuvunja sheria Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa hiyo mtu mmoja anaweza kuwa na kesi moja, wenyewe wanaita count wanasheria. Kwa anaweza kuwa nayo tuhuma 1, 2, 3 mpaka 5. Na tuhuma nyingi ni kufanya biashara au kuendesha shughuli eneo lako bila kuwa na fire safety certificate. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili ni pale unapokuwa umepewa ushauri na ukashindwa kutekeleza yale ulioambiwa. Kwa bana, kulingana na eneo hili wewe ni bweni la shule, lazima milango yako ikae hivi na ufanye uweke vifaa hivi. Kwa hiyo ukishindwa basi inaitwa non compliance, umeshindwa comply. Kwa lazima uchukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria. Lakini wengine ni wale ambao wanajenga bila kupitisha ramani zao Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa mujibu wa sheria, ramani zote lazima zipitishwe Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili uweze kupata ushauri katika hatua za awali za ujenzi. Pale unapokuwa umeshauriwa unaenda kujenga kulingana na ushauri. Kwa hiyo hata wakaguzi wetu wanavyopita wanaangalia kama umejenga kulingana na ushauri. Lakini unaweza kujenga kabisa kulingana na ushauri uliopewa na kulingana na ramani iliyopitishwa, lakini kwenye matumizi ukatumia tofauti. Kwa hiyo tunapita kuangalia hata majengo yanayotumika kama yatumika sawa sawa na namna yalivyojengwa na yalivyokusudiwa. Sababu jengo lenyewe linatoa tahadhari lenyewe kwamba kwa mfano jengo kama ni refu kuna vitu ambavyo vya kuweka ili tatizo likitokea liweze kutoa msaada kwa jengo lenyewe kabla hata Jeshi la Zimamoto na Uokoaji hawajafika mahali pale. Hivi vyote viko kwa mujibu wa sheria na kanuni ya majengo. Kwa hiyo kuna kampuni moja kwa mfano Imaraseco Investments, huyu ana resort. Huyu amekuwa ni msumbufu. Mara ya kwanza miaka 2 iliyopita alishindwa comply na akapelekwa mahakamani. Akacomply baada ya kufikishwa mahakamani. Kwaona mara ya pili jana ndo amehukumiwa kwa kushinda pia kucomply na hizi sheria za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa hiyo tunatoa rai kwa mtu kama huyu sasa mara ya 3 tukienda mahakamani hatuwezi kumshtaki kwa kosa la kushindwa comply, isipokuwa tunampelekea kitu kinaitwa fire hazard order. Kwa hiyo tunatoa rai si kwa Imaraseco Investment peke yake, lakini na kwa watu wengine. Mtu mwingine wa pili ambao kesi yake sitaiongelea sana kwa sababu bado inaendelea kusikilizwa mahakamani ni Mohamed Magire Kumalija. Huyu ana lodge yake inaitwa Kumalija. Kwa hiyo naye alishapelekwa mahakamani mara ya kwanza na akacomply, na amepelekwa mahakamani mara ya pili. Sasa akicomply au asipo comply hatutampeleka tena mara ya 3, isipokuwa tutamsave kwenye fire hazard order kwa mujibu wa sheria ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwamba maeneo yao yatafungiwa. Sasa hii ni hatua kubwa sana ya juu ambayo sisi tusingependa kuifikia. Tungependa watu wote wachukue kinga na tahadhari, kwa sababu huyu asipochukua kinga na tahadhari anaweza akapoteza maisha. Na matokeo yake kama sehemu fulani ikiungua na kwa mfano lodge na watu wakaafia pale ndani, atakayelaumiwa ni serikali, kwamba serikali haikutimiza wajibu wake, haikumuona kwamba alikuwa anafanya kazi pasipokuwa kuzingatia sheria, pasipo kufuata usalama unaotakiwa. Kwa hatupendi kufika huko. Lakini kuna watu wengine pia
ambao wameendelea taratibu za ujenzi bila comply, hasa kwenye eneo la ramani. Kwa mfano, kuna mtu anaitwa Hamisi Sudi, naye kesi yake iko mahakamani kwa kushindwa comply na taratibu za ramani, lakini pia Robert Magayane naye kesi yake iko mahakamani. Na hizi kesi mkitaka kuzifuatilia zipo kwenye kituo jumuishi cha utoaji haki kwa hapa Mwanza, kinapatikana pale Buswelu. Kesi zote ziko pale. Lakini mtu mwingine ambaye sasa huyu hata mahakamani ya kutokea na mahakama imetoa amri ya kukamatwa ni mmiliki wa kiwanda cha Mwanza 2020 Soap Industry Limited. Huyu ameshindwa comply na alishaye kupelekwa mahakamani mara ya kwanza na amepelekwa mahakamani mara ya pili. Sasa kesi yake kwa sababu inaendelea kule mahakamani, na bahati mbaya kesi ilivyotajwa kutokea, kwa hiyo mahakama imetoa hati ya kukamatwa kwake. Sasa hizi ni hatua ambazo kidogo ni za juu sana, na sisi tunapenda tufanye kazi na watu kwa kuelimishana, kuelewana. Sasa ikifika hatua wewe unafungia kiwanda, maana bidhaa zako hizo zilizokuwa unatoa zitakuwa adimu. Zikisha kuwa adimu, maana watu wengine walizo na bidhaa za aina hiyo watapandisha bei. Kwa hiyo unakuta mwananchi ataathirika kwa kupata bidhaa kwa bei kubwa. Sasa tunapenda sana sisi watu waendelee kufanya biashara, lakini wazingatie kinga na tahadhari za moto kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo changamoto, watu wanadharau, wasema bana, mimi naona mnataka labda kufanya biashara, haiwezekani godown likazimwa na kifaa kidogo kama hiki. Hiyo ni ukosefu wa elimu. Kwa hiyo tunawahamasisha watu wasikilize yale wanaoelekezwa na wakaguzi, kwa sababu wengi wanaingia matatani kwa kushindwa kutekeleza yale ambayo yameelekezwa na wakaguzi. Kama hujaelewa au hujamuelewa mkaguzi, fika ofisini, onana na viongozi, utaelekezwa zaidi. Kwa sababu ukiwa mbishi ndio matokeo yake hapa, kesi unaenda kupelekwa mahakamani, unakamatwa. Na watu wengine wanasema sasa labda hizi kwa sababu kuna tozo nadaiwa nitaenda kulipa, kesi ya madai. Hii ni jinai, unakuwa umevunja sheria. Kwa sababu ukishindwa kutekeleza sheria ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, hiyo sio kesi ya madai. Hiyo ni sheria ipo, na ukivunja hiyo ni jinai. Na jinai unaweza ukapigwa faini au ukafungwa jela, na vyote viko ndani ya sheria. Na ni washauri wale wanaofanya biashara kutoa huduma mbalimbali, basi wasiana na washeria wao, waipitie sheria ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji namba 14 ya mwaka 2007 pamoja na kanuni ya usalama wa majengo ya mwaka 2015 pamoja na kanuni za ukaguzi pamoja na vyeti, ambazo zote hizi zinaonyesha mtu achukue hatua gani, na endapo atashindwa kutekeleza yale ambayo ameelekezwa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji anaweza akapatwa na jambo gani.